Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati ni wakati mwafaka wa kwenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari Afrika leo asubuhi kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na kila mtu anapaswa kuondoka mara moja Tehran, asema Trump. Nchini Kenya, wanawake hasa wenye umri mkubwa pwani ya Kenya bado wanabaguliwa linapokuja suala la haki ya kumiliki ardhi. Kenya na Tanzania zaongoza katika usambazaji wa dawa za kulevya. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuuawa kwa kiongozi wa kiroho wa Iran Ayatollah Khamenei kutamaliza mzozo uliopo kwa sasa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema Marekani inaweza kusitisha mashambulio ya Israeli dhidi ya nchi yake kwa simu moja tu. Televisheni inayomilikiwa na serikali ya Iran imechapisha video ya jengo ambalo imedai ni makao makuu ya vyombo vya habari na vimilikiwa na serikali likiwaka moto Jumatatu Juni 16 baada ya shambulio la anga la Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema haondoi uwezekano wa kumuua kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, akisema hiyo ndiyo namna ya kumaliza mzozo baina ya Israel na Iran ambao ni mahasimu wakubwa. Naam, na atumai ubweri wape pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kila mtu anapaswa kuondoka mara moja eneo la Tehran. Katika chapisho kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba kila mtu anapaswa kuondoka moja kwa moja katika jiji hilo. Kauli yake inawadia baada ya maafisa wa Israel kuwashauri wakazi kuhama maeneo ya kaskazini mashariki mwa Tehran mapema leo, akisema kuwa inapanga kulenga miundombinu ya kijeshi. Trump anaongeza kuwa Iran ilipaswa kutia saini makubaliano ambayo yaliweka mbele yao katika duru ya hivi karibuni zaidi ya mazungumzo ya nyuklia ya Marekani na Iran, ambapo waandishi wa habari ambao wamezungumza wanasema kwenye kikao kile cha G7 ambao Trump alihudhuria, wanahabari ambao wamemuuliza msaidizi wa rais wa vyombo vya habari kwa ajili ya ufafanuzi kwenye chapisho lake la mtandao wa kijamii. Zacha aliagizwa kuwasiliana na timu kuu ya waandishi wa habari
wa White House huko Washington kwa ajili ya maoni, ambapo ni taarifa ambayo idhaa ya kimataifa ya BBC inafuatilia. Nchini Kenya, wanawake hasa wenye umri mkubwa pwani ya Kenya bado wanabaguliwa ilipokuja suala la kumiliki ardhi, licha ya katiba nchini humo kuwaruhusu kufanya hivyo. Na utumizi wa ardhi ikiwemo kulima, lakini wengi wao hawamiliki wala hawaridhishwi ardhi hizo. Kacha Kadzo ni mkongwe wa miaka 76, alifurushwa katika ardhi ya familia yake hapa Mombasa. Nikatoka hapa kenda zangu nyumbani, nikija akanambia shamba na uzwa mimi. Haya pia amedhulumu. Sasa hata maskini umdhulumu kwa kuwa utajiri unazo. Fatuma Msioka ni mama aliyesaidiwa na ofisi ya serikali kupata haki yake ya ardhi. Kuna mahali nilikuwa nimenunua plot, kawa na nyanyasika. Mimi kidogo nimesoma na jielewa, nikafuatilia, nikaenda kwa mzee wa mtaa, nikaenda kwa chifu, nikapigania kwa chifu hadi nikarudishiwa pesa yangu. Halima Kulola Abdalla alikuwa chifu kwa miaka 22, anayewaelimisha wanawake kuhusu ardhi. Uwe na uhamasisho kwa hawa kina mama, manake wengi huwa hawajui haki zao. Wakinyang'anywa hivyo tu wanakaa. Wakija wanaweza kupata usaidizi mkubwa, karegeshewa mali zao, wakarithi. Athman Fahamuni ni mshirikishi mkuu katika asasi ya kijamii ya Ilishe Trust hapa Mombasa. Wajua tena kina mama zetu wengi wetu hawakusoma ama elimu yao ni chache. Hii imeleta sababu ya kwamba wamedhulumiwa. Wakati wakipimiwa walikuweko, lakini wakati wa kupeana allotment majina yao yanakanseliwa, wanapatiwa watu wengine. Inakadiriwa ni 30% ya wanawake nchini Kenya ndio wanamiliki au wamerithi ardhi. Diana Wanyonyi, Mombasa, RFI Kiswahili. Kwingineko, ripoti ya kila mwaka tume ya kupambana na dawa za kulevya katika nchi za mashariki na kusini mwa Afrika inataja Kenya na Tanzania kuongoza katika usambazaji wa dawa hiyo kwenye ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki. Kenya, Tanzania, Msumbiji na Afrika Kusini yameorodeshwa kwa mataifa ambayo sasa ni kitovu cha usambazaji wa dawa za kulevya aina ya heroin na cocaine kwenye masoko ya kimataifa kutokana na uwepo wa bahari Hindi ambayo imekuwa ikitumika kulangua mihadarati hiyo. Waziri wa mambo ya ndani nchini Kenya Kipchumba Murkomen akisema hilo limetokana na rushwa pia na utovu wa usalama katika maeneo mipakani ya kaskazini mwa Kenya. Sharti nikiri kwamba hivi karibuni pamekuwa na ongezeko la ulanguzi wa dawa kupitia Kenya, na hili linasababisha vijana kutumia dawa hizo. Nasema kwamba kukabiliana na janga hili kama kanda ni muhimu kwetu, maana tukifanya peke yetu hatutaweza. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Kgalame Motlane, ambaye pia ni mwenyekiti wa tume ya kupambana na mihadarati kusini na mashariki mwa Afrika, anasisitiza haja ya serikali za Afrika kuweka sera za kuzuia usambazaji wa dawa za kulevya ambazo vijana wengi wameanza kuzitumia. Ripoti hiyo ikiashiria kwamba kufikia mwaka 2050 zaidi ya watu milioni 14 ambao ni vijana hapa Afrika watakuwa wanatumia mihadarati. Tume imebaini kwamba uangalizi wa madawa ya kulevya kwenye ukanda huu hauendani na sera za kutenda na kuzuia suala hilo. Mataifa mengi ya kikanda hayana uwezo kufuatilia takwimu kuhusu usambazaji wa mihadarati katika masoko yao. Matumizi ya mihadarati kadhalika yametajwa kuchangia kusambaa kwa magonjwa kama vile virusi vya ukimwi ambavyo kikanda kwa sasa imefikia 16.1. Audrey Semek ni naibu mkuu wa tume ya Umoja wa Ulaya nchini Kenya. Changamoto zinazotukabili zinaendelea kuwa ngumu zaidi na zinafanana, kwa hivyo tunahitaji nguvu ya pamoja kuzingatia hilo. Wala wanaoingiza na kuziuza dawa hizo za kulevya. Tumeshuhudia pia mwenendo mpya eneo la kusini na mashariki mwa Afrika likitumika kama eneo la kusafirishia mihadarati.
Viongozi hao wamesema haya kwenye awamu ya 4 ya mkutano wa kupambana mihadarati barani Afrika, mkutano unaofanyika nchini Kenya. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema Marekani inaweza kusitisha mashambulio ya Israel dhidi ya nchi yake kwa siku moja tu iwapo Rais Donald Trump wa Marekani ania kwa kweli kuhusu diplomasia, ana nia ya kusitisha vita hivyo. Hatua zinazofuata ni muhimu. Israel lazima isitishe uchokozi wake na kuachana kabisa na mashambulio ya kijeshi dhidi yao, mashambulio ya kulipiza mapigano yanayoendelea, Araghchi amechapisha kwenye mtandao wake wa X. Televisheni inayomilikiwa na serikali ya Iran imechapisha video ya jengo ambalo imedai ni makao makuu ya vyombo vya habari inayomilikiwa na serikali likiwaka moto Jumatatu Juni 16 baada ya shambulio la anga la Israel. Israel imesema ilitekeleza shambulio dhidi ya makao makuu ya vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Picha ya video inaonyesha msomaji wa habari akiondoka kwenye kiti chake kwa haraka wakati mlipuko ulipotokea. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema haondoi uwezekano wa kumuua kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, akisema hiyo ndio namna ya kumaliza mzozo baina ya Israeli na Iran ambao ni mahasimu wakubwa. Netanyahu amesema hayo kwenye mahojiano ya kituo cha utangazaji cha ABC News alipoulizwa kuhusu ripoti kwamba Donald Trump wa Marekani amezuia mpango wa kumuua kiongozi huyo kutokana na mashaka kwamba utazidisha machafuko. Akiwa ziarani kwenye kambi moja ya Israel, Netanyahu aidha amesema wanakaribia kufanikisha malengo yao mawili ya kuondoa vitisho vya makombora ya nyuklia na kuongeza kuwa ikiwa watadhibiti anga ya Tehran, watavishambulia vituo vya utawala huo. Aidha ameshutumu Iran kwa kuwashambulia watu na kuongeza kuwa wanaendelea na harakati zao katika eneo hilo. Mashambulio kati ya Israeli na Iran yameendelea kushika kasi wakati muda mfupi uliopita na kumeripotiwa shambulio la Israeli kwenye kituo cha televisheni cha taifa kilichopo mjini Tehran. Matangazo ya moja kwa moja yanayorushwa na kituo hicho yalikatika ghafla baada ya mashambulio hayo. Mtangazaji aliyekuwa hewani wakati huo amesema kituo kilijaa vumbi baada ya mlipuko huo mkubwa ambao ghafla ulikata matangazo ya moja kwa moja, kisha wakaanza kurusha vipindi vilivyorekodiwa. Iran imelaani shambulio hilo ikitaja kama uhalifu wa kivita na kulitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua. Tayari baadhi ya mataifa yanaanza kuwazuia raia wake kutokwenda katika eneo la Israel kufuatia mashambulio hayo, yakisema makundi ya kigaidi yanapanga njama ya kushambulia maeneo ya watalii. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema mataifa makubwa kama Ulaya na Marekani sasa hivi hayafanyi vizuri kiuchumi kama ilivyo Tanzania, akitaja migogoro ya mivutano kama vyanzo vya hali hiyo. Rais Samia amesema hayo alipokuwa akifungua jengo la mamlaka ya mapato nchini humo TRA mkoani Simiyu, huku akionya kuachana na mambo ya kutegemea mikopo ya misaada ili kujiendesha kiuchumi, na kuongeza kuwa hata miradi mingi iliyofanywa nchini humo kwa sasa inafadhiliwa na kiasi kikubwa na fedha za mapato ya ndani. Rais Samia aliongeza kuwa utegemezi wa msaada, wale wote wanaotoa misaada dunia sasa iko juu chini ya ugomvi, mavita, mavuguvugu, chumi zinazoshuka huko hawafanyi vizuri kama inavyofanya nchi yake, na wale wanaoweza tafiti waende kutafiti. Ulaya, Marekani sasa hivi hawafanyi vizuri kiuchumi kama ilivyofanya katika taifa hilo. Pamoja na mingineyo, Rais Samia amewatolea wito maafisa wa mamlaka hiyo ya TRA kukusanya mapato kirafiki, kwa kuwa mwanadamu anayejivuna na kujiamini ni yule mwenye chake.
Urusi aidha imesema iko tayari kukikabidhi miili mingine 2239 kama sehemu ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa iliyofikiwa mjini Istanbul, Uturuki. Hii inafanya kuwa moja ya operesheni kubwa zaidi ya urejeshwaji wa miili tangu uvamizi wa Urusi kuanza mwaka 2022. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Rastem Omerov amesema jumla ya miili 657 imeshakwisha pokelewa hadi sasa, huku Urusi ikisema imekabidhi jumla ya maiti 660, hii ikiwa ni tofauti ndogo ya takwimu ambayo haijafafanuliwa rasmi. Mabadilishano hayo ya maiti ya wafungwa na wafungwa ndiyo mafanikio pekee yaliyoonekana kwenye mazungumzo kati ya Kiev na Moscow yaliyofanyika jiji kuu la Istanbul, Uturuki. Katika Je Wajua, unamfahamu kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei? Katika Je Wajua, Ayatollah Ali Hussein Khamenei ndiyo mkuu wa nchi ya Iran, amiri jeshi mkuu, na ndiyo mwenye kauli ya mwisho inapotokea suala la amri, maagizo na sera za nchi katika masuala mbalimbali. Kiongozi wa kidini wa Iran ana uwezo na ushawishi juu ya mihimili ya serikali, bunge na mahakama. Wagombea wote wa urais na nafasi za juu za uchaguzi wanafanyiwa mchujo na baraza la wanazuoni 12 ambao wanazuoni wanateuliwa moja kwa moja na kiongozi huyo wa kidini. Aliyekuwa kwenye nafasi hiyo kwa sasa ni Ali Hussein Khamenei, ambaye alichukuliwa wadhifa huo mwaka 1989 baada ya kifo cha Ruhollah Musavi Khomeini. Ali Hussein ni kiongozi wa pili wa kidini wa Iran na amekuwepo kwenye nafasi hiyo kwa zaidi ya miaka 35 kufikia sasa, akiwa ndiye kiongozi aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi. Kabla ya kuwa kiongozi wa nchi, aliwahi kuwa rais wa nchi hiyo kati ya mwaka 1981 na mwaka 1989. Kwa hiyo kupata kwake wadhifa wa kuongoza nchi, Khamenei anaaminika kuwa alikuwa tayari amependekezwa na Khomeini kumrithi katika nafasi hiyo. Nafasi yake haipiti katika mchakato wa uchaguzi, lakini mwanasiasa yeyote haingii katika uchaguzi bila yeye na jopo lake kupiga msasa na kupa ridhaa. Na inapokuja suala la kufanya maamuzi ambayo ni magumu na yenye athari kubwa kwa nchi, ndipo sauti ya Khamenei husikika, kama ilivyo kwa vita kati ya Israel na Iran. Labda ni kutokana na ushawishi huo na nafasi yake ya kisiasa nchini Iran, ndiyo rais wa Marekani Donald Trump anaripotiwa kutounga mkono wazo la Israeli la kutaka kumuua kiongozi huyo. Hata hivyo, kumekuwa na jaribio la kutaka kumuua katika miaka ya nyuma, ambapo ilinusurika, lakini kusababisha mkono wake wa kulia kupooza. Kiongozi huyo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ana umri wa miaka 86. Israeli yashambulia kituo cha televisheni cha Iran wakiwa mbashara. Israeli yashambulia kituo cha televisheni mbashara. آنچه که ملاحظه کردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلوده استادیوم. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mtangazaji alikuwa mbashara, na baadaye akasikia mlio ambao namna hiyo ulimfanya aweze kuondoka kwenye kiti chake na kukimbilia usalama wake. Rais wa Uturuki Erdogan amezungumza kuongezeka kwa ukatili wa Israeli katika kanda ya Mashariki ya Kati alipotoa hotuba baada ya mkutano wa baraza la mawaziri jijini Ankara, jiji kuu la Ankara lile, siku ya Juni 16. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Baadhi ya nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, Uganda na Sudan Kusini
zimeingizwa katika orodha ya nchi ambazo raia wake wanaweza kuzuiwa kuingia nchini Marekani. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ya siri ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyopatikana na gazeti la nchi hiyo The Washington Post. Zuio hilo pia linaruhusu jumla ya nchi 25 za Afrika. Marekani inadai kuchukua hatua hiyo kutokana na sababu kadhaa, ikiwemo udanganyifu wa taarifa za raia wa nchi hiyo. Mataifa hayo ni pamoja na Libya, Chad, Sudan, Somalia, Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Angola, Benin, Bukinabe ama ukipenda Burkina Faso, Cape Verde, Cameroon, DRC, Djibouti, Wabeshi ukipenda Ethiopia, Misri, Gabon, Gambia, Ghana, Ivory Coast, Liberia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Sao Tome and Principe, Senegal, Sudan Kusini, Tanzania, Uganda, Zambia na Zimbabwe. Nchi ambazo hazina vikwazo kamili ni Sierra Leone, Togo na Burundi. Huku mashambulio kati ya Iran na Israel yakiendelea, dunia imepata hofu kuhusu hali ya usafirishaji wa mafuta na bidhaa itakavyokuwa katika bahari ya Arabia. Hii ni kwa sababu iwapo mapigano yataendelea, Iran inaweza kuamua kufunga njia kuu ya bahari inayoitwa Hormuz, ambayo ndiyo iliyotumika kupitisha bidhaa mbalimbali ikiwemo mafuta ghafi, gesi na hata makonteina. Kati ya Iran na Israeli yakiendelea, dunia inahofia mapigano hayo yanaweza kuwa na athari kubwa katika uchumi wa dunia. Hofu kubwa ni katika usafirishaji wa mafuta na gesi kupitia njia ya bahari ya Hormuz. Hii ni kwa sababu iwapo mapigano yataendelea kati ya Iran na Israeli, Iran inaweza kuamua kufunga njia muhimu ya bahari inayoitwa Hormuz, ambayo ndio inatumika kupitisha bidhaa mbalimbali ikiwemo mafuta ghafi, gesi na hata makontena ya bidhaa. Bidhaa hizi zinakwenda katika maeneo mbalimbali ya dunia ikiwemo barani Afrika. Hormuz ni njia nyembamba ya bahari na ndiyo njia pekee inayoingia katika Ghuba ya Persia. Inaigawa Iran kwa upande mmoja na Oman na Falme za Kiarabu kwa upande mwingine. Njia hii pia inaunganisha Ghuba ya Persia na Ghuba ya Oman na bahari ya Arabia hadi bahari Hindi. Iko katikati ya Oman na Iran na inatumika kama mfereji muhimu wa kuunganisha wauzaji mafuta ghafi katika Ghuba ya Mashariki ya Kati na masoko ya kimataifa. Takriban mapipa milioni 20 ya mafuta hupita hapa kila siku katika mlango huu wa Hormuz, na hii ni zaidi ya 35% ya biashara ya mafuta ghafi duniani. Upana wake ni kati ya kilomita 55 na 95. Mafuta haya yanasafirishwa hadi bahari ya Hindi kwa usafirishaji zaidi wa baharini. Iwapo Hormuz itafungwa, basi iwapo biashara inaweza kuamua kutumia njia mbadala, lakini itakuwa ni kwa gharama kubwa zaidi, hivyo kuwa na athari ya moja kwa moja kwa watumiaji. Wazalishaji wote wakuu wa mafuta wa Mashariki ya Kati ikiwemo Saudi Arabia, Iran, Umoja wa Falme za Kiarabu, Kuwait na Iraq wanategemea sana njia hii ya Hormuz. Mlango huo wa bahari uliwahi kufungwa kwa muda fulani wakati wa vita wa Iran na Iraq kati ya mwaka 1980 na 1988. Kiasi kikubwa cha shehena kutoka bandari hizi zinapelekwa Dubai, ambayo imekuwa kitovu cha usafirishaji wa mizigo na njia ya mizigo kufikia Ghuba ya Persia, Asia Kusini na Afrika Mashariki. Mvutano wa sasa kati ya Iran na Israel pia inawalazimisha wamiliki wa meli na waendeshaji kuangalia uhusiano wa meli zao na Israeli hata kabla ya safari zao za bahari ya Arabia, Ghuba ya Oman na Ghuba ya Arabia. Hata meli zilizokuwa na uhusiano wa zamani na Israeli huenda zikashambuliwa. Na hivyo, wakati mashambulizi kati ya Israel na Iran yakipamba moto, dunia inaiangalia Hormuz na kutafakari athari ya njia hiyo kufungwa, kwa sababu kukatizika kwa usafirishaji wa mafuta ghafi kutakuwa na athari kubwa sana katika soko la kimataifa, ikichochea mfumuko wa bei za bidhaa na kuyumba kwa uchumi. Mpaka sasa haijafahamika iwapo Iran itaamua kuifunga njia hiyo au la. Ni swala la kusubiri na kuona. Ni swala la muda, lakini tunaomba utatuzi uweze kuwepo kwa sababu dunia inategemeana. Ubalozi wa Uchina nchini Israel siku ya Jumanne umewataka raia wake kuondoka nchini humo haraka iwezekanavyo, huku Israel na Iran zikiendelea kufanya mashambulio makali. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachukua kwa kasi sana duniani. Iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari ambayo inaletwa kwako nami
Kantona Joseph. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali na kupangia kituo cha kazi Balozi Mbaruka Nasur Mbaruka kuwa balozi wa Tanzania nchini Italia. Taarifa hiyo iliyotolewa na katibu mkuu wa kiongozi Balozi Daktari Moses Kusiluka imeeleza kuwa Rais Samia amemteua Daktari Delaila Charles Kimambo kuwa mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili, akichukua nafasi ya Profesa Mohamed Yakubu Janabi aliyechaguliwa kuwa mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika. Aidha, Daktari Samia amemteua jaji mstaafu Hamisi Kalombola kuwa mwenyekiti wa tume ya utumishi wa umma kwa kipindi cha pili, huku akimteua bwana Paul Thomas Sangawe kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa mfuko wa SELF kwa kipindi cha pili. Vilevile Rais Samia Suluhu amemteua Jaji Rosa Ali Ibrahim kuwa mwenyekiti wa baraza la ushindani Fair Competition Tribunal. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema kuwa baada ya kukamilika kwa miundombinu katika kisiwa cha Pemba, ikiwemo barabara ya Wete Chake pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa, itakuwa chachu kuwavutia wawekezaji. Daktari Mwinyi ameyasema hayo wakati wa ufunguzi wa tamasha la uwekezaji mwaka wa 25 uliofanyika katika maeneo huru ya uwekezaji Micheweni Pemba, ambalo linalenga kukuza uwekezaji nchini humo. ZIPA wamezindua mpango mkakati wa mwaka 2025 hadi 2030. Mpango mkakati wa miaka mitano wenye lengo na dhamira ya kuweka kipaumbele katika maeneo muhimu ya uwekezaji. Na kwa hapa Pemba tuna vivutio maalum kwa ajili ya Pemba. Unaweza ukapata ile tunayoita mwekezaji wa kimkakati, yani strategic investor status, kwa fedha ndogo zaidi kuliko Unguja. Hapa kwa dola milioni 5 tu unaweza ukapata hiyo status, lakini vile vile kwa dola milioni 2 kama utaajiri wafanyakazi zaidi ya 100 unaweza ukaipata hiyo status. Kwa hiyo kuna vivutio maalum kwa ajili ya Pemba ili kuwashajiisha wawekezaji waje kwa wingi hapa Pemba, lakini kama ulivyosema, mpango huu mkakati una dhamira ya kukuza uwekezaji nchi nzima, lakini hususan Pemba imewekewa vivutio maalum ili kwa Iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa leo asubuhi, ambapo habari kuu ni kwamba kila mtu anapaswa kuondoka mara moja Tehran, asema rais wa Marekani Donald Trump. Balozi wa China nchini Israeli wawataka raia wake kuondoka mara moja. Wanawake wanabaguliwa kwenye suala la haki ya kumiliki ardhi Kenya. Kenya na Tanzania zaongoza katika usambazaji wa dawa za kulevya, ripoti ya dai. Mpenzi msikilizaji, Simana Kitui kufikia malengo yake uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 01245085217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi, pote pale ulipo, ni hatua ambayo tunaenda moja kwa moja kusoma maoni ambayo umeweza kuyaweka, alafu baadaye upokee makala ya siku ya leo, siku ya Jumanne,
kuna makala yake. Felix Pierre Atema anasema na kuwa kwake Khamenei, iwapo basi ni hivyo basi na Benjamin Netanyahu, je? Ni maoni yake. Mrisho Ngwikwi pale hivi, na mimi nadhani pia kuwa kwa waziri mkuu wa Israeli kutamaliza mgogoro. Sasa watu wanatoa maoni yao, hata akimua yeye na yeye pia atoishi milele. Dunia sote ni wafu, asijione kama yeye ni mwamba kwenye dunia hii. Mohamed Abdila pale hivi anazungumza. Richard pale Viswai, maoni yake huko wapi? Sikuelewi pale vile vile. Frank Mbogo pale hivi naunga mkono hoja kiongozi wa taifa la Mungu Israel. Kata pale Vingomba pale, kwani yeye hawezi kuuawa? Jamani, kwa nini msimalize tu kuliko mauaji? Ndio maoni yake Ngomba pale hivi. Timothy Koloa pale hivi, sisi wote wame tufunga GPS dunia nzima, yote anayemtaka apatikane. Si ndio namna hiyo? Wayahudi ndio kazi zao hapa hivi. Jamaa anazungumza hivyo. Hivyo ndio vitisho vya nguruwe ya matusi hamna. Jamani, matusi ni vizuri na kuwa na ustaarabu katika maandishi. Anakuwa anaitwa Indala pale hivi Sebigi. Nidhamu muhimu sana. Tumia muda wako kuandika, na unaandika vitu ambavyo vina ustaarabu kidogo, alafu inakuwa ni rahisi sana kusonga mbele. Matusi hapana. Matusi hapana. Patrick pale hivi, vote pale hivi, watu hawa ni jamaa moja kwa sababu ni watoto wa baba mmoja Ibrahimu. Kweli kwa Israeli wanakula huku. Ukitoa Sudan na hisi Gaza ndo sehemu ngumu zaidi kuishi kwa sasa. Sanford Maestro anazungumza. Ni maoni yake hapo, msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani.